صح الأمة وكشف الغمة وجل الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, awali ya yote napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo itakuwa na anwani inayosema hubbul watani alamatul iman. Kuipenda nchi yako ni katika miongoni mwa alama za mtu kuwa na imani. Hii ndiyo itakuwa mada ya khutba yetu ya leo, na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akunjue kifua changu na ndimi yangu nieleze yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na nyinyi waislamu muweze kuyaelewa. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema: watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Kwenye maisha ya mwanadamu kuna baadhi ya masiku yanapita. Masiku hayo kuna baadhi ya nyakati yanakuwa mazuri na kuna baadhi ya masiku yanakuwa mabaya. Yaumun laka wa yaumun alayk. Kuna siku utaiona inakuwa nzuri kwako, lakini kuna siku inakuja kwenye maisha yako inakuwa sio siku nzuri. Watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Ndugu zangu, tunaposema hubbul watani alamatul iman, kuipenda nchi ni katika miongoni mwa alama, tunazungumzia suala zima la kitu kinaitwa uzalendo. Kupenda nchi yako, kupenda ulipozaliwa, kupenda kitu cha asili yako, hiyo ni katika miongoni mwa imani, na ni utumwa wa kifikra. Mara nyingi napenda kuuita hivyo, ni utumwa wa kifikra. Ikiwa kuna Muislamu anakuwa hajivunii utanzania wake, utakuwa ni utumwa wa kifikra. Ikiwa Muislamu hajivunii yeye kuwa Muislamu, utakuwa ni utumwa wa kifikra. Ikawa yeye hajivunii kuwa Mnyamwezi au kuwa Mdigo, huo utakuwa ni utumwa wa kifikra, kwa sababu haya yote yamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu yeye ndiyo amechagua kwamba huyu atakuwa Mnyamwezi, huyu atakuwa Mdigo. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua nani yawe nani. Kwa hiyo kupenda kwa namna ambavyo ulivyo ni katika miongoni mwa imani. Kuipenda nchi yako ni katika miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba wewe una imani. Kwa hiyo mada yetu leo tutembee na kipande hiko tu, hubbul watani alamatul iman. Kupenda nchi yako ni katika miongoni mwa alama za kuonyesha mtu huyu ana imani ya sawa sawa. Na kinyume chake, mafuhumu mukhalafa, kinyume chake ni kwamba kuto kuipenda nchi yako maana yake ni alama inayoonyesha kwamba wewe hauna imani ya sawa sawa. Hii ndio mafuhumu mukhalafa. Kupenda nchi ni katika imani, na kuto kuipenda nchi yako maana yake hauna imani ya sawa sawa, ndio maana unaichukia nchi yako.
au unaweza ukajikataa kwamba mimi sio Mtanzania. Ndio unaona kuna baadhi ya watu wana yale maneno kwamba ni bora ningezaliwa Ulaya mbwa kuliko ni kuzaliwa Tanzania mimi kuwa mwanadamu. Sasa mtu huyu anaongea maneno haya, inaonyesha wazi kwamba mtu huyu amekosa kitu kinaitwa imani. Ndio maana anaongea mambo kama haya. Ndugu zangu, masiku kadhaa yaliyopita nyuma, mawiki kadhaa yaliyopita nyuma, nchi yetu ilipitia kwenye kipindi kigumu sana. Kila mmoja aliyekuwa hapa ni shahidi, anaelewa. Ilipitia kwenye kipindi kigumu sana, na sisi tunaamini kwamba ule ulikuwa ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea. Na Mtume anasema idha ahabba Allahu 'abdan ibtala, Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake huwa anamletea mtihani. Kwa hiyo tunaamini jambo lile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilipangwa litokee na likatokea kwa namna ambavyo alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama Mwenyezi Mungu asingetaka litokee, jambo lile lisingetokea. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akilitaka jambo lake, akisema kuwa linakuwa, na akisema lisiwe haliwezi kuwa. Kwa hiyo chochote unachokiona kwenye maisha kinatokea, maana yake ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukamuona mtu anavuka barabara akagongwa na gari, pengine ukamwambia bwana usiende kuvuka pale barabara, subiri magari kwanza yasimame, akaenda akavuka. Kisha baada ya kugongwa akafa, ukasema mimi nilimwambia huyu kajitakia mwenyewe. Hapana, ilikuwa ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa lazima itimie, japokuwa wewe ulimuonya katika jambo kama hilo. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani katika nyingine anasema qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, haliwezi kutupata jambo ila lile ambalo Mwenyezi Mungu amelikadiria, ameliandika kwamba jambo lile liweze kutupata. Kwa hiyo yale yaliyopita katika nchi yetu wiki 3 zilizopita ni mambo ambayo yalipangwa yaweze kutokea, lakini ndani yake kuna ibra mbalimbali. Sasa yaliyotokea yameshatokea, wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Yaliyopita yale Allah subhanahu wa ta'ala ameshayapitisha tayari. Na mambo yakishakuwa yamepita mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu hayatazami yale yaliyopita ikiwa watu wameona wapi walipokosea na kisha wakarekebisha pale walipokosea. Mwenyezi Mungu anasema afallahu amma salaf. Kwa tafsiri nyepesi, yaliyopita si ndwele tugange yajayo, ndio Mwenyezi Mungu anamaanisha hivyo. Afallahu amma salaf. Mwenyezi Mungu anasamehe yale yaliyopita. Kwa hiyo yale yaliyopita tayari yashatokea yale. Na ikiwa watu wamejutia na wameona wapi walipokosea, maana yake Mwenyezi Mungu hawezi kuyatazama yale, anaona ile toba yetu iliyokuwa ya kweli katika yale ambayo tuliyokuwa tumeyakosea. Sasa katika hali iliyokuwa imeendelea katika nchi yetu, yako mambo mengi sana yametokea. Na nyinyi Waislamu ni mashahidi. Sasa hivi kuna mambo mengi sana yanazungumzwa. Na kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, baada ya kutokea aliyotokea, mambo mengi sana yamezungumzwa katika nchi yetu. Lakini mambo mengi yanayozungumzwa yakiwa yana lengo la kutugawa katika mitazamo mbalimbali. Na mambo mengi yanayozungumzwa yakiwa yana lengo la kuendelea kutuhamasisha kuelekea kuichukia nchi yetu au kupasua nchi yetu. Ndiyo mitazamo mingi ukiitazama ipo katika mitandao, ukikaa vijiweni. Yani mitazamo ambayo mingi inaonyesha kwamba ipo katika mitazamo ya negative, kwamba bado watu wana hamasa ya kutaka kurudia yale ambayo yaliyokuwa tayari yalishapita nyuma. Sasa haya nimeona ipo haja ya kuweza kuyazungumza, sisi kama Waislamu kuweza kujua tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Hili ni jambo la muhimu sana. Yale yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Afallahu amma salaf. Yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Hatuwezi kubakia na yale yaliyopita akawa yako vinywani mwetu, mdomoni wetu kila wakati, ikawa ndiyo sababu ya kuendelea kulibomoa au kulishambulia taifa letu. Ifikie mahala tupoteze amani ya nchi,
ifikie mahala tuchukiane wenyewe kwa wenyewe kisa vyama, ifikie mahala tuchukiane wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya udini. Afa Allahu amma salaf, yale yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sasa wako baadhi ya watu wanatumia yale yaliyopita kuweza kulipasua taifa letu. Hiki ndiyo kitu kibaya zaidi. Sasa lengo langu, nataka tufungue bongo zetu ili tuweze kuangalia kuna nini hasa mpaka imefikia hatua ile ikawa ni agenda ambayo imeshikiwa bango tuweze kupoteza amani ya nchi yetu. Kwa sababu hivi tunavyozungumza muda huu, tayari nyinyi Waislamu mnajua tayari kwamba kuna hamasa ya kuhamasishwa watu tarehe 9 waingie barabarani tena kuandamana. Sasa jukumu letu kama viongozi wa dini ni kuweza kuyaelezea haya Waislamu waweze kujua, kwa sababu tushakosea kule nyuma, na kama tumekosea Mwenyezi Mungu alishasamehe kule nyuma. Hakuna sababu kuyarejea tena huku mbeleni tunapokwenda. Ipo haja ya kuwafungua bongo watu wetu waelewe, kwa sababu ninachoamini, wako baadhi ya watu kuna fikra wamegewa kwenye vichwa vyao. Fikra hizo ndizo zinazopelekea wanakuwa na misimamo ya kutaka kuharibu amani ya nchi yao. Mimi ninachoamini, kila mwanadamu anakosea, naamini hivyo, na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, kullu ibn adama khata'un, kila mwanadamu huwa anakosea. Lakini mwanadamu akishakosea akarekebisha pale ambapo alipokosea, haiwezi tena kubakia kinywani kwamba jamani yule zamani alikuwa mlevi, jamani zamani yule alikuwa mwizi, jamani zamani alikuwa hivi. Hapana, tayari zamani alikuwa hivyo, lakini sasa akashabadilika. Tutoke kule kwa zamani. Kila mwanadamu anakosea. Kwa hiyo isiwe ni agenda sasa ya watu kuibeba kwa yale tuloyapitia, kuanza kuendelea kuharibu amani ya nchi yetu. Sasa hali ya kisiasa na hali ya nchi yetu sasa hivi ukitazama haipo katika hali nzuri, na tunapokwendea huku mbele na haya yanayohamasishwa, inaonyesha wazi kwamba kuna baadhi ya watu wana agenda yao ya siri kuweza kuharibu amani ya nchi yetu. Ndugu zangu Waislamu na vijana wenzangu wa Kiislamu, tunaweza kutofautiana mitazamo katika baadhi ya mambo, tunaweza kutofautiana, na kutofautiana ndiyo maumbile ya wanadamu. Yani hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana, kamwe haiwezekani, mpaka kiyama kinasimama. Lazima tutofautiane mitazamo, lakini kwenye kutofautiana mitazamo bado haitufanyi sisi kuweza kupasuka na kugombana na kufarakana. Hapana, haiwezekani. Sababu mimi ninachoamini, kila mmoja ana jambo lake kichwani au ana akili yake kichwani. Kila mmoja anaweza kutazama mambo kwa upeo wa akili yake, lakini mwisho wa siku taifa letu linapaswa kuwa ni moja, bila ya kuweza kuipoteza amani tuliyokuwa nayo, bila ya kuanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Tunaweza tukawa na hoja za msingi kwamba tunadai haki, lakini je, ile haki tunayoitafuta, na tunaona pengine viongozi wa serikali kuna baadhi ya sehemu wanakosea, lakini je, uslub, approach tunayotaka kuitumia kwenda kuitafuta ile haki, je ni approach ya sawasawa? Hapa ndipo ambapo ninapotaka vijana wenzangu tushirikiane kwenye fikra. Tunaweza tukawa na hoja za msingi kweli, lakini je, hoja zetu za msingi na njia tunayotaka kuitumia kwenda kuelezea hoja zetu za msingi ni njia ya sawasawa tunavyohisi sisi? Hapa ndipo kuna haja ya kuwa brainwash vijana wa Kiislamu, kuweza kujua kuna jambo gani linaloendelea mpaka hamasa hii imekuwa kubwa na kuwashawishi vijana wa Kiislamu wakadai hiyo inayoitwa haki kwa njia isiyokuwa ya sawasawa. Juzi nilizungumza kauli moja inasema, kalimatul haqi urida biha batil. Neno haki ukilitazama ni neno ambalo katika mandhari ya nje, dhahiria yake nje, ni neno zuri sana, zuri sana. Lakini neno haki, inawezekana kuna mwingine akatia batili kwenye neno haki, lakini mbele inasomeka haki, lakini ndani ya haki kuna batili. Yani mtu akachukua agenda yake akaenda kuipitisha kwenye neno haki, lakini nyuma huko ana agenda yake. Kwa hiyo kuna vijana wengi sana wa Kiislamu ukiwauliza tunataka haki, tunataka haki, lakini brother, kwenye neno haki, hii slogan ya haki ambayo imeasisiwa,
nyuma yake huku kuna watu wana batili yao, wamepita kupitia neno haki bila wewe kujua. Wanachokitafuta ni ile inaitwa ni mass support, yani wanatengeneza mob psychology ya watu ili waweze kuungwa mkono kwa neno laitwa haki. Lakini nyuma ya neno haki kuna watu wana agenda zao. Tujaribu kufungua bongo zetu tuelewe kwamba kuna nini kinachoendelea kwa sasa katika nchi yetu. Ndugu zangu, Tanzania, Mwenyezi Mungu ametupa neema ya vitu vingi sana, na kama tukihesabu neema tulizokuwa nazo hatuwezi kudhibiti idadi yake ya neema tulizokuwa Tanzania. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sasa kama utajaribu kuhesabu neema tulizokuwa nazo Tanzania, huwezi kudhibiti hesabu yake. Na kila mwenye neema lazima uhusudiwe. Lazima ukishakuwa na neema fulani lazima uhusudiwe kwa neema uliyokuwa nayo. Sasa nchi yetu ina neema mbalimbali. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa na maadui wengi kwa sababu kuna neema ambayo nchi yetu ipo. Ndugu zangu, ukilifuatilia hili jambo hivi sasa namna linavyoendelea, wanaolishupalia yale yaliyopita yale, wanaoshupalia jambo hili ni watu ambao wanatoka nje, sio ndani ya Tanzania. Tanzania wapo, tutawaelezea mbele kidogo, lakini asilimia kubwa wale ambao wanachuki na Tanzania ndio wameibeba agenda ya kuichafua Tanzania kimataifa. Media za Kenya, leo nilikuwa natazama CNN masaa mawili nyuma yaliyopita, masaa matatu nyuma yaliyopita, CNN imerusha ripoti inaelezea matukio ya Tanzania yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe 29. CNN wameandaa documentary maalum wakiwa wanaelezea matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi wa tarehe 29. BBC nao wamerusha wakiwa wanaelezea yaliyotokea Tanzania. Kenya vyombo vya habari vimerusha na wanaendelea kurusha mpaka leo ninavyozungumza na kuja kwenye membari hii kusimama hapa muda huu. Sasa unajiuliza kwamba wale wana uchungu sana na Tanzania au ndiyo kalimatul haqi urida biha batil, kwamba neno ni la haki lakini nyuma kuna batili imejificha, kwamba wanaionea huruma Tanzania sana, wanaipenda Tanzania sana, au kuna agenda gani? Mbona Wakenya wameishupalia sana? Mbona wenzetu wa magharibi, vyombo vya kimataifa vya kimagharibi, mbona wameishupalia sana ile agenda? Hapa utagundua kuna batili ndani yake, ila wamekuja kwenye kivuli cha neno haki. Nirudie, Kenya ni threat wa Tanzania, threat kabisa katika mambo ya kiuchumi. Nikianza kuhesabia vitu ambavyo sisi na Kenya tumeshindana vingi. Zamani ilikuwa bidhaa mbalimbali za Kenya zikiingia Tanzania inaandikwa made in Kenya. Ni watu wazima ni mashahidi. Sio maziwa ya Nido, sio viwembe, sio nini. Yaani vitu chungu mzima made in Kenya. Nyinyi mnajua. Sasa hivi vitu vingi ukifuatilia sio made in Kenya, made in Tanzania. Yaani kuna viwanda vingi wa China wameingia hapa, wamefungua. Kwa hiyo kila kinachozalishwa hapa made in Tanzania. Kwa hiyo kuna bidhaa nyingi zimekoma kutoka Kenya kuingia hapa. Kimsingi ni kwamba nao kibiashara, kiuchumi wamesheki kwa sababu walikuwa wanategemea soko lao kubwa ni Tanzania. Tanzania kadiri inavyokuwa kiuchumi na inavyoweka mipango ya kiuchumi, wale hawawezi kupenda. Hilo moja. Lakini pili, tunajua tuliwapokonya tonge mdomoni. Bomba la mafuta la Uganda, Hoima. Mnajua Wakenya tuliwapokonya tonge mdomoni. Ni mradi ambao unaingiza billions of money katika nchi yetu ya Tanzania. Bomba la Hoima, mradi wa mafuta kwenda Uganda, kutoka bandari ya Tanga kuelekea Uganda. Billions of money zinaingia Tanzania. Kenya hawakupenda hiyo issue, na mpaka leo bado wanafanya sabotage ya kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakaujumu ili mradi ule uweze kufeli. Bado mbinu hizo zipo. Baadhi ya watu hawaelewi kwamba kwa nini wa Kenya wanashupalia jambo hili. Kenya ukifuatilia kwa makini, bandari yao ya Kenya na bandari ya Tanzania
bandari ya Tanzania ndiyo inayofanya kazi zaidi na inaingiza pato kubwa zaidi kulikoni bandari ya Kenya. Na sisi tunafanya biashara na Zambia, tunafanya biashara na Kongo, tunafanya biashara na Rwanda, na mizigo yao inapita hapa inaingia kule. Na ukiangalia kwa makini kuna pesa nyingi, ndio lango kuu la kiuchumi katika nchi ya Tanzania, bandari ya Tanzania. Wakenya hili hawalifurahii, hawalipendi hili. Na mbaya zaidi, bandari yetu imeongeza pato lake. Ilivyokuwa mwanzo na sasa sivyo ilivyokuwa. Zamani bandari ya Tanzania ilikuwa inaingiza almost bilioni 850 kwa mwezi. Sasa hivi bandari ya Tanzania inaingiza trilioni 1.4. Yaani maana yake inaonyesha mapato yameendelea kuongezeka kwenye pato la Tanzania. Kenya hawezi kupenda hili kwa sababu ni washindani wetu katika mambo ya kibandari. Lakini ukiishia hapo usiende mbali sana. Usiende mbali sana. Kenya mshirika wake mkubwa ni Mwingereza. Mshirika wake mkubwa ni Mwingereza. Mwingereza anajenga reli ya Angola, Lobito, kuja katika ardhi ya Kongo, akiwa ameinvesti dola milioni 55. Naongea kwa data ili ni wa brainwash vijana muelewe kwa nini tunahamasishwa tuingie barabarani kwenda kuvunja amani ya nchi yetu. Naongea kwa data ili asije mtu akasema pengine kwa data maalum. Dola milioni 55 serikali ya Uingereza imewekeza kutengeneza reli ya kutoka Angola kuingia Kongo. Maana yake ni kwamba ikiwa reli ile itakamilika, Wakongo watakuwa tena hawapitishi mizigo Tanzania, wanapitisha mizigo kwenye bandari ya Angola. Kupitia reli ya Angola mizigo inaingia Kongo, mizigo inaweza kuingia Zambia. Maana yake tayari ni sabotage kwenye ardhi ya Tanzania au kwenye nchi ya Tanzania. Unapopunguza mizigo katika bandari ya Tanzania, maana yake na pato la nchi linakuwa linashuka. Na mkumbuke Uingereza na Marekani, unazungumzia NATO, Umoja wa Ulaya, NATO. Na Marekani ana bezi pale Kenya na ni mshirika mkubwa sana wa Wakenya. Tanzania imeingia mkataba na China wa dola bilioni 1.4. Yaani tunazungumzia almost trilioni 3 kujenga kuifufua reli ya Tazara. Reli ambayo inaweza kufika Zambia, inaweza kufika Kongo. Mizigo kutoka bandarini inakwenda Zambia, inakwenda Kongo. Kuna ushindani wa kibiashara umeingia tayari. Uingereza na Marekani hawezi kufurahia dili ya trilioni 3 anagewa China kuchukua mizigo kutoka bandarini kupeleka kwenye nchi hizo, wakati kule Uingereza ameingia mkataba wa dola milioni 555. Hakuna anayeweza kufurahia jambo kama hilo. Kwa hiyo Tanzania inaingia kwenye vita vya kiuchumi na maadui wengi. Itakuwa ni ajabu kijana wa Kitanzania akawa haelewi vitu kama hivi na yeye akawa anashabikia. Ndio maana mnaona wa Kenya kuna makundi maalumu ya watu wanaotumwa kuichafua na kuihujumu Tanzania kwenye media mbalimbali. Kenya tumeshare mbuga ya Serengeti. Nyinyi mnajua hata nyumbu kuna baadhi ya wakati wanatoka Tanzania wanakwenda Serengeti, wanahamia kule Kenya. Tumeshare mbuga na Kenya. Sasa hivi tunavyozungumza watalii wamekata mbugani, watalii wamekata Zanzibar. Zanzibar ukienda sasa hivi hoteli zote hakuna watalii. Ukienda mbugani hakuna watalii. Pato la Zanzibar linategemea kwenye utalii na karafuu. Bahari ni asilimia ndogo sana, lakini ni utalii na karafuu. Ukiua utalii umeiua Zanzibar, umeiua Tanzania, kwa sababu katika miongoni mwa source of income za Tanzania zinazoingiza fedha za kigeni, mojawapo ni utalii, 2 zao la korosho ndilo linaloingiza fedha za kigeni. Ukiua hiyo maana yake unaiua Tanzania. Sasa Kenya ni mshindani wetu kwenye mambo ya kitalii. Na nyie mnajua mlima Kilimanjaro tumeshare Kenya na Tanzania. Leo watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya kupanda mlima kupitia Kenya. Wanakwenda katika mbuga ya Masai Mara ya Kenya, hawaji Tanzania. Kwa hiyo wanaendelea kuwa provoke wa Tanzania. Wanaendelea kuwachochea na kufanya sabotage kwenye uchumi wenu. Bila nyinyi wenyewe kujua, mnabakia na agenda haki.
sio kama wanatupenda wale, sio kama wanatupenda. Ndio maana katika miongoni mwa sheria za kimataifa, nchi ikishakuwa inahusishwa na mauaji, zile nchi ambazo zinajinasibisha zenyewe zina haki za binadamu huwa zinakataa urafiki na hiyo nchi. Kenya wanafanya hivyo makusudi ili Tanzania isiweze kwenda kukopa kwenye Benki ya Dunia, isiweze kwenda kukopa kwenye nchi rafiki mbalimbali kwa ajili ya kupush miradi ya kimaendeleo. Brothers and sisters, niwaambieni, nchi kama Tanzania haiwezi kujiendesha na fedha zake za ndani. Ni uongo. Ni uongo, tusidanganyane. Lazima kwa vyovyote nchi ikope kuweza kupush miradi ya kimaendeleo iweze kwenda. Anapotokea mtu kwenda kuchafua sifa ya Tanzania, maana yake anakusudia kuichafua Tanzania ili isiweze kupata washirika wa kuweza kuwasaidia kwenye maendeleo mbalimbali. Kenya anapushi hiyo agenda. Ndio maana juzi rais wakati anaongea akazungumza akasema, sasa hivi wa Tanzania inabidi tufunge mkanda, tuanze kupushi maendeleo yetu kwa vyanzo vyetu vya ndani, kwa sababu nje kuna watu wanapenyeza agenda ya kutuchafua. Lengo tuweze kukosa washirika na wadau, nchi iweze kwenda. Vijana wengi wa Kiislamu hamjui, mnaingia kwenye agenda ya neno haki bila ya kujua kuna watu wa kimataifa ni maadui wanapenyeza agenda. Haya, ni waulize Waislamu. Tumetokewa na machafuko Tanzania. Wakenya wanaandamana, wanasema mipaka ya Tanzania na Kenya ifungwe. Unajiuliza swali, wale waliuana kule Wajaluo na Wakikuyu, nani alisikia Mtanzania huku kaandamana? Nani aliwahi kuona? Wale waliuana Gen Z kule, waliingia barabarani wakauana. Haya, ulisikia wapi Mtanzania huku kaandamana au kasema tufunge mpaka? Wale wana agenda yao ya siri. Na ndio maana kuna baadhi ya wakati hapa kuna wanaharakati wa Kenya walikuwa wanataka kuja, serikali ikawazuia airport ikawarudisha. Wakina Martha Karua, nyinyi mnajua serikali sio wajinga. Yaani kuna vitu wanafanya, wanaelewa kwamba kuna sabotage inafanyika. Kwa hiyo ukikaa nje hivi unaweza kuona kama serikali inakosea. Kuna baadhi ya vitu inafanya kwa maslahi mapana ya Mtanzania, ila wewe huwezi kujua. Unaingia kwenye mkumbo haki haki haki, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini watu wana agenda yao. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa ni maadui waliokuwa nje na wanapitia mitandao kwa masita. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, video zinazotumwa ni za watu kutoka nje, sio wa Tanzania. Hakuna Mtanzania anayetuma video za matukio ya tarehe 29. Wanaotuma ni watu wa nje, wa Kenya, na yule mwanamke mmoja wa ajabu yupo Marekani, na yule mwanamke mwingine wa ajabu leo nimeona akanitukana akatoa klipu yangu yupo Japani. Hawa watu watatu ndio wanaopush agenda ya kuendelea kurusha video zile mbaya ili kuichafua Tanzania na kuweza kuwamotivate vijana wa Kitanzania tarehe 9 waingie barabarani. Lakini hakuna Mtanzania hata mmoja anayetuma video zile kwenye mitandao. Na mbaya zaidi niwaambie, wameinvest kwenye social media. Wameinvest, na kupeni hii siri. Wameinvest kwenye social media. Sasa hivi kiongozi yoyote wa nchi akitoa tamko amani, kuna comment 2000 zinakuja ghafla zinamshambulia. Yaani mpaka unajiuliza comment hizi mbona dakika 5 tu, comment 2000 zimetoka wapi? Kuna maroboti maalum wameinvest kwa watu wa IT, watu wa information technology wameinvest. Kuna maroboti maalum, ukiongea neno amani Tanzania, yani maroboti yana comment ambazo ni negative, zitakutukana, matusi ya nguoni na nini, watu 2000. Ikitokea kuna shekhi kazungumza jamani amani, na kwa mfano kama sasa hivi hapa watu wa media wakichukua kipande wakienda kukiweka kule ambacho kinazungumzia positive, kuna maroboti maalum yanakwenda kucomment kule, sheubwabwa huyo, chawa huyo, si mimi Muislamu akisi muungi mkono. Unajua unaweza ukaona kama Waislamu hawaungi mkono, kumbe kuna maroboti maalum yametengenezwa, kazi yao ni kushambulia mashehe. Nyie muelewi. Wameinvest. Kama kuna watu wa IT watakuwa wanajua. Yani wanapush viewers, wanapush likes, wanapush comments. Yani maroboti maalum. Dunia imesucceed, imeendelea kwa kiwango hiko. Kwa hiyo sasa hivi vita ipo kwenye mitandao, na huko ndipo wanaohamasisha vijana. Na vijana wengi, 99% ya vijana wa Kitanzania wapo kwenye social media. Sasa vijana wenzangu, hii ni vita ya kiuchumi ipo. Na wale wanaohamasisha wanatumiwa na watu. Eleweni vijana wenzangu wa Kiislamu,
Huu ni mpango maalumu mkakati. Wale wanatumiwa na watu, na watu wameinvest kwao, wameweka a lot of money kwa lengo la kufanya sabotage kwenye uchumi wa Tanzania. Wallahu tabarak wa ta'ala yaqul, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu, hotuba yangu ya pili, nukta mbili nimalizie tusali. Nukta ya kwanza, ukiacha maadui wa nje, tuna maadui wa ndani. Tuna maadui wa ndani ambao na wenyewe wanapita kwenye neno haki, haki, lakini wapo ndani. Wenzetu sasa hivi ukifuatilia kuna bato inaendelea. Waraka zinatembea za viongozi wa dini, ukiangalia kwenye mitandao. Lakini wenzetu wako, yani wana kitu ambacho niseme sijui, wanatumia karata yao kitaalamu sana kupushi agenda zao ziweze kwenda. Yani wanapotaka kupushi agenda ya haki yao fulani wakiwa wanaitaka au wakiminywa, huwa wanatumia mbinu fulani ili kuweza kupush jambo fulani kisha agenda yao iweze kutimia. Sisi Waislamu tuna mambo mengi sana katika nchi hii, ni haki yetu tumekosa muda mrefu. Lakini haijawahi kutokea Muislamu akawa anapush agenda ya kutaka haki yake. Lakini wale wenzetu wako very smart kichwani, very smart. Wakiwa wana agenda yao, wanatekenya kidogo tu pop, serikali inatingishika. Wanatekenya tena tu pop, serikali inatingishika. Baadaye wanakaa mezani, negotiation inaanza kuendelea. Bwana, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, agenda ile inakwenda. Sio Waislamu tuna agenda gani katika nchi hii ambayo yatakiwa na sisi tuipushi ili wakati wao wanadai haki na sio Waislamu tudai haki? Tuna agenda gani? Mimi nataka niwaelezee vitu vitatu, ninavyo vingi, niwaelezee vitu vitatu, muda hautoshi. Vitu vitatu yaweza kuwa agenda. Moja, katika nchi hii tulinyimwa sisi OIC, Organization of Islamic Countries. Leo mkiwaona wenzetu wa upande wa pili wana mashule, juzi nilikuwa nikitoa data, wenzetu wana vyuo vikuu 8, nimehesabu vizuri sio 4, 8 vyuo vikuu 8. Wenzetu wana shule za sekondari 256, wenzetu wana primary 144, wenzetu wana nursery ziko 256 na most of them ni English medium. Wenzetu wana vituo vya afya 564 nchi nzima. Wacha ardhi ambazo wanamiliki. Unaweza ukajiuliza, je, ni sadaka tu wanayotoa ndio wana vyanzo vyote vya kiuchumi hivi? Jibu la. Wana income nyingine wanayopata kutoka nje. Sasa Waislamu wakiruhusiwa kujiunga na OIC, Islamic Country Organization of Islamic Countries, wakiruhusiwa kuingia huko, maana yake na wao watakuwa na uwezo wa kuwa na maendeleo haya. Niwaambieni kitu kimoja, mimi baada ya swala hapa nitasimama kuomba sadaka. Tukichanga sana hela nyingi 300, tunaweza kujenga chuo kikuu sie kwa 300 hapa Tanzania, msikitini kwetu kila wiki. Kuna maji, kuna umeme, kuna nini, kuna wafanya vurugu chungu mzima. Tunaweza kujenga chuo kikuu kwa 300 kila wiki. Wale unawaona maendeleo yale, sio wao tu, bali wana chama chao maalum ambacho wanapata misaada, funds maalum zatoka nje, pia wanawapush kwenye maendeleo. Ndio maana unaona wana vitega uchumi, wana kila kitu kwenye nchi hii. Lakini sisi tulipotaka kujiunga OIC, wakaona hawa watapiga hatua, tukaminywa, tukanyimwa OIC. Hii ni agenda ya kwanza. Tukitaka tutoke hapa twende mbele, kuna nchi nyingi za Kiislamu zinatamani kutusaidia, lakini kila wanapotaka kutusaidia hatupo kwenye umoja wa nchi za Kiislamu. Hatupo. Agenda hii tuipushi. Ikiwa wao wanataka haki, na sisi twendeni tutaka haki yetu, kwa sababu haiwahusu, ni ya kwetu, lakini hawawezi kukubali hii. Lakini tuwaekeni kidole cha macho. Tuwaekeni kidole cha macho. Tunataka na sisi tujiunge kule, kuna baadhi ya vitu tutapata. Hilo moja. Pili,
mahakama ya kadhi, nyie mnajua katiba ya Warioba, mmoja mapendekezo ilikuwa ni mahakama ya kadhi. Ndugu zangu, walikubali au walikataa? Kila mmoja anajua miongoni mwa watu waliokuwa wanapinga mahakama ya kadhi ni yule ndugu yetu aliyokuwa gerezani leo wa chama cha upinzani. Yule katika bunge lile, mahakama ya kadhi ikawa cancelled, ikakataliwa, lakini waliokuwa wanaikataa sio Waislamu, ni wao. Unajiuliza, jambo letu sie, tunahukumiana sie, kwa nini wao wanakataa? Sasa ikiwa nao wanataka haki, tuwaekee na sisi haki yetu, haiwahusu. Jambo la tatu, sisi tuna mashule ya Kiislamu. Mfano, sisi tuna shule yetu hapa. Tuna nasari, tuna primary, tuna sekondari. Tunayo hapa. Kuna mtu aniambie hapa katika sisi waumini aliwahi kusikia taasisi yetu imepokea ruzuku kutoka serikalini kwa ajili ya kuendesha shule, kusaidia kuendesha shule? Maana hii ni huduma ya kijamii pia. Lakini mbona wenzetu wanapokea ruzuku? Ukiuliza wanaendesha huduma za kijamii, mbona sisi tunaendesha shule, mbona hatupati? Na Islamic seminari zipo nyingi, Ridhwa, si wapi ziko nyingi, ukianza kuzihesabu. Waulizeni wanapata ruzuku hapa, lakini wao mbona wanapata? Sasa tukienda mezani, twende tukapushi nazo nyingi. Nimewapeni mfano wa hizi chache tu. Twendeni tukapushi na sisi twataka haki kama wanavyopata wale. Tusilalamike kwa nini wale wanapata, wamepigana, wale wamepata haki zao. Na sie twendeni sasa mezani, na sie tunataka haki. Kuna mtu mmoja ananiambia, sisi tunaonekana akitawala Muislamu tunamtataza Muislamu. Anaweza akawa Muislamu lakini akawa hana faida. Kinachotakiwa, twendeni na agenda zetu mezani. Kuna 1, 2, 3, 4, na sisi tunataka kama wanavyofanywa wale. Wale wamejiunga kule, wale wanapewa hiki, wanapewa, na sisi tunataka hiki. Twendeni hivyo tuone. La mwisho nimalize. La mwisho, tarehe 9 kuna hamasa ya maandamano. Tarehe 9 imeandaliwa hamasa ya maandamano. Vijana wenzangu wa Kiislamu, hiyo ni agenda ya watu. Hiyo ni agenda ya watu. Baada ya agenda tarehe 29 kufeli, sasa kuna agenda ya tarehe 9. Hii haituhusu sisi. Hii haituhusu, sio agenda yetu, si Waislamu. Sio agenda yetu, narudia tena, sio agenda yetu, ni agenda ya watu. Bali wanatengeneza mob psychology na vijana wa Kiislamu waingie. Tusikubali kuingia katika mtego huu ambao wenzetu wameutega, tuingie. Tusikubali. Kwa sababu lengo waendelee kutingisha. Wakishatingisha wanakaa mezani. Kwani nyie jana hamjaona katibu mkuu wa teki yuko mezani na waziri mkuu anaongea? Hamkuona? Kitima yuko na waziri mkuu ofisini wanaongea. Unajua hivi vitu tunafunguka bongo tuelewe. Yaani watu wanatingisha, alafu wakitingisha, tukae mezani sasa. Bwana unajua hili na hili. Kwa hiyo tuachieni hapa, tuachieni hapa, tuachieni hapa. Sasa na sisi Waislamu tuna agenda gani? Mnataka tuingie barabarani tarehe 9? Ule ni ujinga, wana agenda yao. Ile sio agenda yetu, wana mpango wao. Yako mengi ya kuongea, maana wakati mwingine ukiongea sana mpaka unakuwa na subiani anapanda kichwani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.